Basi mwaka ambao unaoanza maandalizi ya mahujaji, nadhani hii namba itazidi kutokana na mwitiko na watu kwamba kwenda kuitekeleza hii ibada ya hija. Unatamani kitu cha kwanza labda Mufti akishaingia, akishaanza kuwalaki na kulakiwa na baadhi ya waumini mbalimbali wa Kiislamu hapa waliokuja kumpokea, unatamani Mufti kitu gani akifanya? Kwa sababu baadhi ya waumini wameniambia wengine wamekuja kwa ajili ya baraka ya dua. Mwingine ameniambia, amenishangaza kuniambia nimepata maji ya Zamzam hapa kabla hayajapoa. Labda wewe ungetamani kitu gani? Wallahi, na mimi ambacho tunachokitamani kwa pamoja ni kupata tu dua za mahujaji, akiwemo kiongozi wetu Mufti wetu wa Tanzania na mahujaji ambao watakaokuwa wameingia. Sisi tulichokifuata hapa ni dua, hasa kuiombea nchi yetu kwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Kwa hiyo watakapokuja sambamba na kiongozi wetu Mufti wetu wa Tanzania, kubwa tunachokitaraji ni dua. Tunajua kule walipokuwa wameiombea amani nchi yetu, wameombea amani viongozi wetu, akiwemo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wamemwombea rais wa serikali ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, pamoja na watu wa Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo kubwa ni dua ambayo kwamba hata mnaona bishara ya kuja wageni wa Allah leo, hata mawingu yamekuwa yamebadilika na tunapata mvua ambayo kwamba sio kutushughulisha sana. Hii ni ishara na ni shamra na ni baraka za wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukimzungumzia pacha wa Mtume unapata identity ya mazazi, identity ya mazazi ya Mtume, kwa maana yale maulidi ambayo huwa yanafanyika, huwezi kuwakosa mapacha wa Mtume. Na umezungumzia amani, na pasipo amani hatuwezi tukafanya mazazi, hatuwezi kumfurahia Mtume kwa mazazi ya Mtume. Mwaka huu tunaona ndo rasharasha hivyo imeshaanza, labda mna lolote mnaona kabisa mwaka huu nguvu imeongezeka ya mazazi? Kwa sababu tunajua ratiba yote ya Tanzania yote ninyi kama matarishi ndio mnayo kichwani. Wamekuaje hapo kwa mwanzo? Mwaka huu walillahi alhamdu, hadhara za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimeanzia tokea Dhulhijja na kuelekea mwezi huu ambao utakaoanza wa Muharram. Tayari watu washatuletea ratiba zao nyingi kweli za maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi kaeni tayari, muda wowote tutakuwa tukirusha hizi barnamiji ambazo kwamba ndani ya maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiacha sifa mbalimbali za Mtume, mawaidha mbalimbali, baadaye kunakuwa na mambo mazuri, watu wanafurahi, wanakula pamoja, wanakaa pamoja. Nayo ni fursa, mnapokutana katika sehemu zile, kila mtu hupata rafiki, hupata huyu, hupata yule, kwa ajili ya muunganiko wa dini yetu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Message fupi tu, kwa sababu na wewe ni mpenzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Message fupi kwa Waislamu umeamka katika hija, lakini pia message fupi kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fupi kwao pia tuweze kipindi. Message ambayo tunaitoa kwa niaba ya wapenzi wote wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza tunatoa wito kwa wale ambao wanatia nia ama wametia nia kuhusiana na ibada hii ya hija, waanze utaratibu mapema kwa kulipia kwa zile taasisi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakazokuwa amewafikisha. Walillahi alhamdu, taasisi ziko nyingi kweli. Kwa hiyo chagua taasisi ambayo unaona hii nitakwenda nayo na nitapata kustafidi, basi walillahi alhamdu, fursa hizo zipo. Na lingine na message nyingine ambayo tunayoitoa, tuendelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania amani na utulivu, na tuwaombee viongozi wetu wa kiroho, akiwemo Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zuberi Ali wa Bwana, pamoja na baraza lake lote la ulama, sambamba na kuwaombea viongozi wetu wa serikali,
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa serikali ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Huo ndio ujumbe ambao tunaoitoa katika kuwaasa watu wote. Mungu ibariki Tanzania kwa baraka ya wageni hawa ambao wanaokuja na wanaotoka kutekeleza ibada ya hija. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtumishi wenu katika kheri, pacha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hassan Nasor, na mwenzangu naye yuko njiani inshallah, naye atakuja hapa inshallah. Mkono unauma jamani, chukueni haraka, ataangusha mkono unauma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Naam, tupo hapa katika viwanja vya airport, uwanja ndege, na ndani hapa ni terminal 3, sehemu ambayo watu wanashuka wanatokea baada ya kutoka safari zao. Tupo hapa kwa ajili ya kumsubiria mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeiri. Alhamdulillah ametoka Maka, ametoka kuhiji. Kwa tupo hapa kama moja ya waandishi, tunamsubiria katika safari yake hiyo kubwa kabisa, ili moja kwanza tupate dua kutoka kwake Alhaji, na pili atufahamishe kwa yale ambayo ameyaona huko, insha Allah ameyapata huko, na sisi tupate faida adhimu kabisa. Kwa hiyo alhamdulillah tupo katika viwanja hivi vya terminal 3 kwa ajili ya kumsubiria, alhamdulillah tupate baraka zake, lakini tunaomba vile vile na nyinyi dua zenu tumuombee, kwa sababu ni kiongozi wetu wa Tanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.